الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميع. قال إمام الطحاوي والعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر والفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكره بالسوء فهو على غير سبيل. Maulama salafi wa zamani walitangulia nyuma na wale ambao wanaokuja baada yao walikutana nao katika watu wa khabar, watu wa tarehe, watu wa historia, watu wa hadithi na watu wa hadithi na watu wa fiki na watu wa mitazamo ya kilimo, hawataji hawa isipokuwa kwa sifa njema, na tukiwataja kwa ubaya wala ghairi sabila, haiko katika njia iliyo sawa sawa. Maneno haya mazuri sana akayasema al-Alama Abdul Muhsin ibn Hamd al-Abbadi al-Badr, akasema hadhihi kalimatun azima, ni mazuri sana, tubayyin lana, yantokia wazi sisi al-minhaj alladhi yanbaghi an yuslikahu talib, njia ambayo inatakikana mwanafunzi ifuate, talib al-ilmi fi haki salafi hadhihi al-umma, kuhusiana haki ya wema wa umma huu waliotangulia, awataje vizuri alladhina afnaw a'marahum, ambao wameumaliza umri wao wote katika kulingania dini, kulingania sunna. Katika jambo ambalo linihuzunisha sana ni kwa baadhi ya wanafunzi ambao mpaka sasa bado wako katika jamiati wanasoma wengine, lakini wanasema anambia Sheikh, mimi nikirudi kuni radi tu, nikamwambia radi ni kwa nani? Radi kwa hao masalafi. Kwa masalafi tena angalau kwa watu wa bid'a. Ya Allah, kumbe alikuwa na baadhi ya mambo ambayo yeye mwenyewe ya kibinafsi aliyachukua, mambo ya kibinadamu, waligombana na huyu kagombana na huyu, kwa hiyo kugombana na mtu basi masalafi wote wana makosa. Kwa hiyo anasema naandaa radi kwa masalafi tu. Hata juzi vile vile kanitumia message, nikamwambia Sheikh, mche Allah, magopi ya Allah, yani wewe ni kijana mdogo sana, lakini hata hujamaliza masomo lakini unaanza kuwa hivyo. Sasa itakuwaje baada ya kumaliza? Sisi tunatarajia kwamba urejee wewe, uwasaidie ndugu zako, kaka zako, wasaidie. Leo unakuwa na nia hiyo. Yaani kuna watu wanajidanganya, kisha kwenda nje mtu miaka yake 5, 6, 7 anaenda kushasoma. Watu wamesoma zaidi ya miaka 20. Mimi bwana miaka 15 mimi nasoma lugha, sichukui kitabu kingine chochote, lugha tu. Mpaka jamaa mmoja akamwambia wataka kuwasiba wewe unasoma lugha tu, na nikaenda dukani nimesiuliza kitabu isipokuwa vitabu vya lugha tu. Mpaka kimoja kiniliza kidogo, pesa ile nilitoa pale niliza. Wakati huo kitabu kile kilikuwa kikiuzwa 150,000. 150,000 kiwanja kilikuwa kikiuzwa 20,000. Ni vingapi? Kwa hiyo mwenye duka yule nikamuuliza kitabu kiasi gani? Sababu 150,000 unipunguzie. Sema sipunguzi, nayo keshi, na wakati wa tabanda si nikaenda nikamwambia bwana baadaye nitakuja. Nikaondoka kidogo, sasa kitabu kile wacha nirudi tena. Bwana mlipa kiasi gani vile? Bwana nimekwambia 150,000. Haya, nikatoa ile pesa, lakini uchungu kweli pale vile. Banda sina, viwanja 20,000 tu, sina kiwanja, pesa ndo naipoteza pale naona. Nikanunua kitabu cha lugha. Ndio huyo anambia utaka kuwa sababu wewe lugha tu. Hichi kitabu sasa hivi nadhani kitakuwa hakijapanda bei sana, lakini pia ni haviji dukani vinakwama. Ni Tajul Arus, kamusi ile Tajul Arus ya Zubaydi, al-Imam Zubaydi, imamu fi lugha lakini min al-ashaira, yani katika ashaira ile wewe Zubaydi ni shaira wewe. Wakati naiangalia neno la an-nafsi, maana ya nafsi, akaichambua pale sana nafsi. Kwa hiyo katika kuichambua ile nafsi akaja kuifasiri kiashaira. Wakati ule mimi nilikuwa kiona sawa, lakini baadaye kuangalia vitabu vya akida nikaona hapa Zubaydi anatupeleka ovyo. Kumbe katupeleka katika ushaira
Kwa hiyo tuweke heshima kwa maulama wakubwa, shekhe zetu, mustazi zetu. Hata ukimwona wewe shekhe na wewe umri mmoja, si punguza matano. Na watu wa Bumeru wanamtukania sana. Sawa na wasaa sana. Bwana alikupita kwa kupita tu, hata kama yuko pamoja na wewe kwa umri, basi weka ile heshima. Wabadalu qisara juhudihim, walitoa juhudi zao fi jam'i ilmu wa tahsili, namna ya kuikusanya elimu na kuipata, watadwini na kuiandika, hata sara amamana, anasema Abu Badr, mpaka ikawa mbele yetu sisi muyassiran muhayyan, tayari tushapesishiwa, tushaandaliwa, leo tunachukua tu leo. Anasema laisa alaina illa an naqra, leo hakuna kingine isipokuwa ni kusoma tu. Hadha alladhi dawaluhu, ambayo wao wameandika, wa anaktifa, na tunachuma min hadhihi thimar almuhayya, matunda haya yaloiva, anadja mawiva kabisa. Hao ni ulama. Qala Maimun ibn Mihrana, wajadtu salah alqalbi, nimekuta kutengenea kwa moyo wangu, ili moyo wangu utengenee, fi mujalisatul ulama, ni kukaa na maulama. Kukaa na maulama, moyo na unalainika. Hata Anwar Kurunzi aliponiuliza sala, Sheikh Nasr bwana kauli zake inaonyesha alikuwa ni kali, hata bidaa zako vipi hivi mlivyokuwa mnakaa naye, ambeda hata sisi kwa tunamwogopa vile vile. Yani Sheikh alikuwa cheki ovyo ovyo. Yani tunapotaka sisi kumuuliza msala, tulikuwa tunachaguana. Abu Arkam pale yupo na mwingine, jamani nani atakwenda kuuliza? Yani tunaogopa. Na hicho cha kuuliza kinaandikwa, usije kauliza utumbo bwana pale. Uulize kitu ambacho tupate faida. Ndio shehe anapelekewa kimemo pale, watu hawasemi, ati mtu kusema anaogopa hata kusema kimemo tu. Wakati mwingine nani kaandika hiki? Basi hapo tunaanza kutetemeka. Mara moja nakumbuka nilipokuwa na umri miaka kama 12, nikatolewa mbele kuandika. Ilikuwa ni harfu zile, hurufi, kuandika zile, kuzichanganya, kataba. Nimepanguliwa niziandike sawa sawa. Niko ovyo tu. Sheikh akaniuliza ndio umeandika? Nikamwambia mwenyewe sijui nini. Wewe tu ulichoandika pia ukijui bwana. Natetemeka pale nilipo. Kwa hiyo kuweka adabu njema kwa maulama. Ukaa kwa maulama. Darasa za alfajiri, kama kuna darasa za alfajiri basi watu waende. Hadithi ya Mtume mkuja, man ghada ila almasjidi aw raha a'ada Allahu lahu bil jannati nuzula kullama ghada aw raha. Hiyo tutakayekwenda alfajiri msikitini au akarejea, basi Allah anamwandalia pepo kuwa ndiyo nyumba yake na fikio yake, kila atakapokwenda na kila atakaporudi. Naam. Niruke kidogo. Bila shaka jambo la kueneza elimu tunalijua sote faida zake, lakini sasa niingie katika irshadatu fi istimal al-ma'ajib. Miongozo katika matumizi ya makamusi. Utakuta humu kama utaulizana, una kamusi ngapi? Mtu ana kamusi zake 2 na mwingine hata moja hana. Salafi yule. Ana kamusi zake 2, 3 mwanafunzi, au mwingine hata hiyo moja pia hana. Sasa hii ni miongozo. Kamusi, kuna kamusi muhimu sana. Lakini Allah musta'an, zinakuwa ni ghali hizi, lakini si angalau katika kompyuta yako, kuna kompyuta yako iwemo kamusi ya kwanza, mu'jamu mustalahat al-ulum shar'iyya. Kamusi za terminology za kielimu za kisheria. Hii imeandikwa Saudia. imeandikwa Riyadh na juzuu 4. Wa huwa min ahammi al-ma'ajib lil-ulum shar'iyya. Ni kamusi muhimu sana katika elimu za kisheria. Maneno yote yenye kuzungumzia sheria katika Uislamu humo unayapata, au mengi miongoni mwa yote. Watu hawezi kumaliza kila kitu.
lakini mengi unayapata. Andika hiyo kwa wale wenye kompyuta zao, basi wa download hichi kitabu hichi, moja Mustalahatul Ulum Shar'iyya ambacho kimeandikwa Riyadh. Kwa nini tunakwenda huko? Kwa sababu kuna baadhi ya maneno hayafasiriwi kilugha, yanakwenda zaidi kisheria, kwa sababu wao makurafi wanakusubiri wewe uteleze, basi hapo ndipo unapokuvamia, hapo ndipo unapokuvamia, sio uteleze tu wewe. Yani gharibu ngeni wewe kwa kwambia nani wewe kama gharibu ni ngeni? Tunasema gharibu ni ngeni kilugha, inakubalika. Na rejeeni katika al-maajim wal qawamis mustalahatul ulama, unakuta hiyo wamechambua sana kilugha. Miongoni mwa hizo al-Imam Jurjani, Sharif al-Jurjani, msufi huyo Sharif al-Jurjani, katika kitabu chake Taarifatul Jurjani amezungumza lugha tano istilaha, kilugha na kisheria, japo kitabu chake kikotosheleza ni kidogo, lakini kinategemewa katika vitabu mustalahati, kinategemewa mustalahatu cha Imam Jurjani, taarifat, kinaitwa taarifat, lakini hichi sijakitaja hapa katika mhadhara wangu, sijakitia. Cha pili al-mu'jam al-mufassar li kalimat ahadith al-kutub at-tis'a, kamusi lenye kuweka wazi maneno ya hadithi ya vitabu 9, kamusi ambalo linaweka wazi maneno yaliyotumika ya hadithi katika vitabu 9. Kwa hiyo hadithi yoyote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ameitaja Imam Bukhari au Imam Muslim au Abu Daudi au Tirmidhi au Ibn Majah au Daraqutni au yoyote katika kamusi hili utalikuta neno ambalo limetajwa. Kwa hiyo wewe unapoifasiri hadithi unakuwa umeifasiri wewe, bali maulama ndio waliofasiri, na hiyo ndio tunasaha yetu sisi masalafi. Usizungumze wewe, azungumze maulama washakutangulia. Kitabu hichi maneno yatumika imetajwa katika kitabu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daudi, Sunan Nasa'i, Jami' at-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad na Sunan Daraqutni au Darimi, Sunan Darimi. Kwa mathalan unacho kitabu wewe Sunan Ibn Majah, basi tayari wewe kama usra kukuongoza lipo, bila shaka kuna maneno yatakuwa ni mabungu ya juu. Rejea kwenye kitabu hichi al-mu'jam al-mufassar li kalimat al-ahadith al-kutub 9. Kitabu cha tatu ni mu'jam mustalahat al-hadithiyya. Hichi ni kitabu cha fani ya mustalahul hadith, kwa wale watu wenye kusoma mustalah, wanafunzi wa mustalah. Basi pia kuna kamusi lake, kuna wanafunzi humu utaona kama maneno ya mustalahat al-hadithi anakwenda kuangalia katika Munjidi tabu nene la mshtua le nene, Munjidi huyo aliandika kitabu hicho ni al-mustashriq. Huyo ni katika mustashirikuna, ni mijitu iliyoingia katika Misri na Jaziratul Arabi, wakasoma Uislamu wakaandika vitabu. Miongoni mwa kitabu aliyoandika hicho kitabu Munjid, au pia kinaitwa Munajjid au Munajjad fil alam. Baadaye Saudia kikapitia hicho kitabu hicho, kikatolewa baadhi ya maneno ambayo huyo alikusudia uadui yakatolewa, lakini bado kitabu kiko katika mtunzi wake ni kafiri, ana uadui sana na Uislamu. Mimi si wanasihi wanafunzi kuangalia maneno kwa kitabu hicho, bali hata mambo ya kilimwengu pia wasiangalie, wakiwachi tu. Viko vitabu ambavyo vinatosheleza kutokana hayo. Moja Musalahatul Hadithi wal Ulumi wa ashhar musannifin. Naam, kitabu cha tatu ni moja Musalahati naam, moja Musalahatul Hadithiyya li Sayyidi Abdul Majid Al-Ghawri. Huyo mtunzi anasema mwanzo kitabu chake, fama min ilmi min al-ulumi yakhlu min musalahat al-khassatan bi, hakuna elimu yoyote isipokuwa inahitaji mustalahat. Elimu yoyote, fani yoyote unayosoma inahitaji mustalahati na ina vitabu vyake. Wakadhalika ma min ilmi min al-ulumi illa wasannifat fihi al-madi, hakuna fani yoyote, elimu yoyote isipokuwa tayari shaandikiwa makamusi yake. Kwa hiyo kila fani
ina miongozo yake. Wakati naiandaa hii nilikuwa nasema sijini sitoe sijini sitoe. Kilichompelekea kwamba kuogopa kuitoa, hawatoisikiliza masalafi tu, bali kuna watu wengine watapata faida ama kurafu kwa hivi vitabu. Mimi sipendi wapate faida hao jamaa. Nilikuwa nataka hii ndugu hii, nikafikiria sisi nikifika pale waambie jamaa wale wasirushe hii, ibaki wasikilize tu wanafunzi walibaki wale wapate faida, ndio hawa walikuja mwingine wote asipate, kwa sababu wasije wakatumia hizi silaha zidi yetu sisi. Hizi ni silaha bwana, hizi zinazotoa hizi ni silaha kwa watu bid'a. Ndio hizo wanazowapigia watu wa masalafi na wengineo katika mansar. Lakini haya sikilizeni, lakini fuateni msalafi. Naam, kitabu cha 4 ni al-Qamus al-Mubin fi istilahat al-Qamus al-Mubin fi istilahat al-usuliyin, kamusi ya wazi katika istilahi za wanazuoni wa usul fiqh. Wanazuoni wa usul fiqh. Kwa hiyo kutubu usul fiqh ni kitabu chake ni hichi. Na katika fani kidogo ambazo ni ngumu kidogo ni usulu al-fiqh, ngumu kidogo. Kwa hiyo ina mustalahat, ina kamusilati. Kitabu hichi kimeandikwa na Dr. Mahmud Hamidi Uthman, huwa ustadh usul fiqh fi Jamiat al-Azhar wa Jamiat al-Imam Muhammad bin Saudi al-Islamiyya. Huyu ni mwalimu katika Azhar Sharif, lakini baadaye akaingia akawa ni mwalimu vile vile katika Jamia Muhammad bin Saudi al-Islamiyya, ambao sisi kule Kuba silbasi yetu pale tumechukua kutoka katika chuo hiki, silbasi nzima yote katika Jamia Muhammad bin Saudi al-Islamiyya ndio tumepeleka pale. Kwa hiyo silbasi ambayo iko pale ni silbasi ya chuo hiki Muhammad bin Saudi al-Islamiyya. Kitabu hichi na sharaha Darul Azzaji. Mtunzi wa kitabu hichi anasema autuaddu ma'rifatu istilahat al-usuliyin min al-umur al-muhimma. Inahesabiwa istilahati za usuli katika mambo muhimu, ni mambo muhimu sana, isipokuwa wanazuoni wengi wa usul fiqh wamepinda, ila watu wafahamu. Wanazuoni wengi wa usul fiqh wamepinda, na hii fani hii imechukuliwa katika zama zetu na kama kwamba ina madhehebu ya hao ndio watu ndio wenyewe wa fani hiyo, yani Ashaira. Mashaira sema unazungumza nini wewe usul fiqh? Ni yetu hii sifani yenu. Katika Azhar Sharif wanawafanyia rududu wanazuoni wa Saudia, wanawaambia hawi mtu ni alimu hata yakhudha min ulum al-azhariyya, mpaka achukue elimu za kiazhari, Azhar Sharif. Huyo alisoma, alikuwa ni mwalimu Misri, lakini pia akawa ni mwalimu katika Saudia, lakini alhamdulillah baadaye akabadilika kuwa ni salafi, ni salafi. Wanazuoni wengi wa usul fiqh walikuwa ni wenye kupinda, mpaka shekhe wetu nimsahau jina, atamkumbusha Abu Umairi, yeye kaandika sa kitabu kuhusiana na akhtau usuliyin, makosa wanazuoni usul fiqh. Nani yule alikuwa? Salah bin Kantushi. Naam, mwalimu wetu yule usul fiqh. Sema wanazuoni usul fiqh wana makosa mengi sana. Mbona makosa yao ni makosa ya akida? Mbona makosa ya akida? Kwa sababu wao wanatanguliza aklia wa yatruku nakli, wanaacha naklia. Naam. Kitabu cha 5 ni Maajim Musalahatul Balaghiyya, watu wa balagha. Sasa watu wenye kutaka kusoma balagha pia na ina vitabu yake. Balagha pia ina vitabu vyake. Moja Musalahatul Balaghiyya wa tatawuruha al-arabi, kamusi hilo na mambo ya kibalagha tu na kukua kwake Kiarabu kwa Kiarabu. Imeandikwa na Dr. Ahmad Matlubu Lebanoni. Huyu kajitahidi sana kutaja zile islahati za kibalagha zile na matumizi yake, maana miongoni mwa vitu ambavyo watu wa bid'a wanawapiga watu wa sunna ni balagha. Hujui balagha wewe? Sasa itafuteni balagha. Ukisikia mtu akwambia wewe hujui fani fulani, tafute. Usimwambie na wewe hujui.
Ujui fani fulani itafute, isome. Na kwa upande wa kwa nahwu kuna kamusi hili inaitwa Mu'jam Mustalahat Nahwiyya wa Sarfiyya, kamusi la mustalahati za kinahwu na kisarfa. Kwa masala ya kinahwu unaangalia umo, ikija katika wazni wa fa'ala umo anakuangalia, anakushushia maana zake katika upande wa kisarfa. Katika upande wa nahwu anakutajia zile matumizi yake namna gani vitumika. Kwa hiyo ni muhimu sana, lazima tuwe na silaha za kutosha. Silaha zetu sisi ni elimu. Hata ule jamaa alipokwenda kule Tanga kule mchafuchafu yule msufi kule akaitwa Kenya kule wakaganda hapo tu. Wanamjua jamaa kianduka pale kwa jamaa kaganda pamoja tunataka kutoka mpaka tena akakasirika. Ya Allah. Kitabu cha saba na kitabu hicho amekiwekea maelezo akasema istahwadha an-nahwu wal-arabi al-qadr al-kabir, imemiliki nahwu wa Kiarabu ya kiwango kikubwa sana. Min juhudi ulama, katika juhudi ya ulama wengi wameandika katika sarfa nahwu. Ulama wengi wameandika katika sehemu hizi. Sarfa ni fani ndogo tu, nahwu ni haimaliziki. Nahwu ina bahari kubwa na inajulikana imeanzia Baghdadi kule, Kufiyuna, Basariyuna, na baadaye Madina vile vile kwa kuna chuo, Tunisia. Maulama wengi wameandika nahwu na sarfa. Misri wanajulikana Ibn Hisham Ansari na wengineo, kabla yake Imam Sibawayhi, na kabla Sibawayhi Imam Khalil Muhammad al-Farahidi ambaye alikuwa ni salafi. Khalil Muhammad al-Farahidi ni salafi, mwanafunzi wake alikuwa ni salafi Sibawayhi. Mwanafunzi wa Sibawayhi yeye alikuwa ndio Mu'tazila kabisa. Amesharhisha kitabu kile Mufassal fi al-lugha, amesharhisha. Kitabu cha saba hapo kuna vitabu hivi. Kuna vitabu 17, maajim 17 hizi. Maajim 17. Yaani pale Abu Umair alikuwa asema mpaka saa 10 tutasali mapema. Hapana, mbinyo huyu kidogo. Lakini haya twende. Kwa sababu ya hofu ya mvua, lakini tuangalie kama hakuna mvua twende tu. Maana kwa sababu ni nini? Ni mvua. Kama kuna mvua twende. Haya, kitabu cha 8 المعاجم الوافي المعجم الوافي في ادوات النحو العربي. Kamusi mu'jam yenye kutosheleza kuhusiana zile adawati, zile adawati. Ni mara adawati nifahamu adawati nahwu al-arabi, umo zinazungumzwa adawati tu na kazi zake na matumizi yake. Hii inafanya kazi hapa, inafanya kazi hapa. Adawati zile anatoa usahihaji wa aya Qur'ani na hadithi. Ni muhimu ili kamusi kwa na hilo. Ni kamusi la 8. La 9 mu'jamu fi mustalahat al-fiqh shafi'iyya, kamusi la mustalahat za kishafi. Maana tuambia watu mashafi ndio amjui ni ushafi, basi na kamusi yake vile vile. Na kamusi lake zinaelezewa zile lugha za kishafi ambazo zimetumika mle, ambazo kama mnavyoelewa lugha za fiqh ya kishafi inakuwa ni ngumu kidogo, ina istilahati zake. Wazee huko nyuma walikuwa wamesoma sana hizi, kwa hiyo ilikuwa unaona raha wanapokuwa tayib anaogolea katika zile istilahati za kishafi. Kwa hiyo masalafi na vile vile wasome hizi, wazielewe. Na hiyo ilikuwa ni ya 9. Lakini pia kuna mfano wake kama hiyo mustalahat al-madhhab al-shafi'i, mustalahat ya madhhab ya kishafi, Dr. Kamali Sadiq Yasin yeye amekisifu hicho kitabu. Yakumi mu'jam al-alfaz al-jarh wa ta'dil, mu'jam ya matamshi ya jarh wa ta'dil li Sayyidi Abul Majid al-Ghawri Daru Ibn Kathir. Alfadh ya jarh wa ta'dil ambao hapo masalafi mesingi sana hapo dogo watu wanasoma kidogo jarh wa ta'dil, ambao inanipa historia moja. Jamaa mmoja, kijana wetu mmoja alipotoa hii jarh wa ta'dil kwa mtu mmoja, Qurafi mmoja, Qurafi akaenda kumshtaki polisi. Ndio kumshtaki polisi,
anasema atanifanyia radi, atanipiga radi. Kijana, mtakupiga radi wewe? Basi yule mzee akaenda kushtaki polisi kama anamshtaki kijana kama anampiga radi. Akaulizwa yule mzee, radi mimi nafahamu ni upanga, atanipiga mapanga huyu. Yule kijana akaulizwa na askari, wewe radi unakusudia nini? Asema radi maana yake ni kumrejesha mtu katika usawa, na hadithi imekuja man amila amala laysa alayhi amruna radi watarejeshwa katika haki. Mimi nakusudia kumrejesha katika haki. Yule askari akamwambia, basi mzee kubali kurejeshwa katika haki eti. Sasa wale jamaa hawa unapozungumza radi, unapozungumza jar'i wa taadili, wengine wafahamu chochote, na hapo ni makumbora tu. Jamani, fahamu hizo ni fani maalum hizo. Na jambo la kusikilisha, hata baadhi mashaikh pia hawajui. Jar'i wa taadili tu. Jamani, ingieni katika kuiangalia haya masuala. Kitabu cha 11 ni Mu'jamul Ulum al-Lughah al-Arabiyya. Mu'jamul Ulum al-Lughah al-Arabiyya ni kamusi la elimu za lugha ya Kiarabu. Elimu za Kiarabu ziko nyingi sana. Hili ndio kamusi lake. Kamusi lake ni Dr. Mahmud Suleiman al-Ashqari. Ana maelezo kitabu hicho amekitoa, lakini tuache maelezo yake. Kitabu cha 12 Mu'jamul Adabi, fani ya adab. Tunazungumza usuli sasa zile sita zile. Asrul Jahiliya, Sadrul Islam, Nahdatul Islam, kuna usuli sita zile, Umawiya, Abbasiya, na maulama wake ambao waliishi katika zama zile. Na maulama wake ambao wameishi katika zama zile, tarikhi zao, historia zao ni vizuri kuzielewa. Ni vizuri kuzielewa. Sababu historia inataja watu mbalimbali. Yaani historia haikuachi. Katika kitu ambacho kinatakikana kifanye uadilifu ni historia. Historia haimwachi mtu. Historia haimwachi mtu. Hata alipozungumzia kuhusiana na historia ya Sheikh Nasr, mtaja mwanafunzi wake ambaye ilikuwa ni Shia Ar-Rafidha, yule mwandishi kidogo alitazama hivi. Akamwambia ndio, hii ni historia haimwachi mtu. Ni historia haimwachi mtu. Mzungumza hapa huyu kushia na ushia wake na Sheikh kumpa nasaha yake, mpaka sasa hivi katika redio kule Irani na wajarejea katika sunna bado katika Rafidha. Kwa hiyo historia hata sisi kukaa hapa, historia itakuja kutusoma baadaye. Watatoka huko watu ambao alhamdulillah watakuwa wamesoma, wanaelewa, jua wanafunzi gani wamekaa nao, wamesoma nao. Kwa hiyo nao watakuja kuandika historia. Historia haikumwacha mtu isipokuwa imeelezea. Moja bila adab ni kamusi muhimu sana kwa fani ya al-adab. Adab maana yake al-ilmu. Adab ina maana elimu. Adab ina maana mazingira ambayo watu wameishi, mazingira yote. Kwa hiyo fani ya adab inazungumzia historia yoyote. Hata historia ya Urusi, Marekani, Ufaransa, wapi. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha adab, ikawa kinataja mpaka Urusi. Sasa hii ni adab mimi sasa. Kumbe ndio anazungumzia historia ya watu wengine, China, kuabudia masanamu na miungu na mizimu mbalimbali. Kitabu kingine 13 Tabaqatul Mufassirin, tabaka la wenye kufasiri Qur'an cha Imam Dhahabi. Ametaja min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kuanzia masahaba wa mtume Allah ametaja katika mufassiruna, akasema ila asri hadha, mpaka katika zama zetu na wakati wake. Asema fahadha majmuu fihi tabaqat mufassirin min ashabi Rasulillah. Kitabu hichi kimekusanya mkusanyiko wa tabaka na mufassiruna katika masahaba wa mtume, thumma mufassirina min at-tabi'ina, thumma saira mufassirina, mpaka katika kipindi chake Imam Dhahabi ametaja. Baada ya kipindi chake tena alifariki, akaja maulama wengine wakaandika tarehe za mufassiruna waliokuja baada ya hapo. Na kuna kitabu ambacho sasa hivi ndio tegemezi sana katika moja mufassirina, kinaitwa moja cha 14 hicho, moja mufassirina min sadr al-islam hata al-asr al-hadir. Hiki ni kitabu kikubwa sana cha kamusi la wenye kufasiri Qur'ani. Humo wanatajwa wote mufassiruna, hawachaguliwi yani kama ni salafi, si salafi, shia, si shia, kama mufassiri anatajwa. Ila katika kitabu hichi hakupambanua kutaja kwamba hawa ni marafidha, ni watu wabaya, kupambanua. Kwa hiyo kidogo kinataka mtu ina macho ya kuangalia. Kuna kitabu kimoja kimetoka karibuni kama miaka 2 tu nyuma, kimeandikwa Madina. Yeye ametaja mufassiruna na akataja akida zao, historia zao na tarehe zao, na akawachapa wale waliopinda.
Kwa hiyo akataja mpaka Kishki huko pia akamchapa, kamtaja historia yake akamchapa. Nikaangalia Zanzibar, akasema ngoja tuangalie Zanzibar, lakini kwa bahati Zanzibar kumbe hakutaja Zanzibar, hakutaja, lakini alikuwepo. Alikuwepo. Nani huyo? Mwenye kitabu Muruji Dhahabi, Imam Atam Sheikh wetu amemtaja Bifadl, amemtaja mwanahistoria mwanahistoria Hasan ibn Ali ibn Husaini, Hasan ibn Ali ibn Husaini, mwenye kitabu Muruji Dhahabi na juzu 4. Yeye ametaja Zanzibar, hii Zanzibar yetu ametaja, lakini Zanzibar wakati ule ilikuwa kubwa, si Unguja na Pemba, si Unguja na Pemba, ilikuwa imekusanya mpaka Mombasa huko. Akataja kwamba ni nchi ambayo ilikuwa na maulama wakubwa na ilikuwa na kabila maalum likiitwa Zunuji. Sijui ndio Zenji, ndio kutoka Zenji. Sasa kwa Zenji. Zunuji. Kwa sababu Zunuji ni jamu ya Zenji, jamu ya Zenji. Kwa hiyo watakuwa Wazenji tu hao, au ni Wazenji tu. Huyo mwenyewe muuliza. Lakini historia ya Zanzibar imetajwa na mwanachuoni mmoja Saudia, kama amekiandikia kitabu kamili, akataja historia nzuri tu ya Zanzibar kabla hata kuja Waumani hao. Maana umechelewa sana. Wanahistoria wengi wanapohitaji historia ya Zanzibar wanachukua kuanzia kipengele cha Waumani. Kwa hiyo pale kuna machafuko pale ya kisiasa, kuna machafuko ya kidini. Na kuna baadhi ya maulama, baadhi ya watu waandishi wa historia wametaja kuchukua katika Omani pale mpaka kipindi cha mapinduzi, wameivuruga Zanzibar sana katika historia. Kumbe ilikuwa rejea nyuma, kule kulikuwa kuzuri sana kule nyuma. Walipokuja Waarabu wa mwisho wa Omani, walisaidia kidogo tu Uislamu, lakini baadaye kuna machafuko yalichafuka ya kidini na kisiasa, kidini na kisiasa. Huyu Muruji Dhahabi anataja nyuma. Huyu alikuwa ni tabiina. Angalia kipindi chake katika utawala wa Abbasia, utawala wa Abbasia bado masahaba wapo, na bado matabina wapo. Wakati wa Abbasia matabina bado wapo. Kitabu chake kina juzuu 4. Nenda kakiangalia kitabu hichi, kitabu Muruji Dhahabi, kisome. Maneno magumu kidogo, lakini unaweza kupata historia ya Zanzibar na Uislamu wake kabla ya kuja hao Omani. Maana wamekuja kuvuruga sana. Kwa hiyo Al-Muhsin Barwani huyu, ile siasa ya Kiarabu ilimchukua kidogo, kwa hiyo katutaja vibaya kidogo, kativisiwa kavivuruga kweli kweli. Hata kitabu chake nilipokiangalia karibu yako msikisoro, kwa kinachefua kidogo, yananitaja nchi vibaya sana. Naam, kitabu kingine ni cha 16 15 ndio 16 Al-Majmu' Al-Mughith fi Gharb Al-Qur'an wal Hadith. مجموع المغيث في غربي القرآن والحديث. kitabu hichi ni kama an-nihaya cha Imamu Ibn Athiri, nihaya gharibu kalimat al-hadith, yani maneno magumu tu ya hadithi ndiyo yanafasiriwa. Kitabu ni kikubwa hichi, ni kitabu kikubwa kuliko nihaya. Na gharibu kalimat al-hadith wal Qur'ani ni fani muhimu sana. Hata Imam Bukhari ameandika na Imam wengi wameandika gharibu kalimati, wengi wameandika. Ni muhimu kwa sababu katika wenye kufasiri Qur'ani si kila neno limefasiriwa ndani ya Qur'ani. Kibicha masaba baadhi maneno yameachwa. Ilikuwa mashuhuri kwa wao. Walifasiri maneno magumu tu. Kwa hiyo hivi vitabu vinakufasiria wewe yale maneno magumu ambayo yametumika ndani ya hadithi na magumu ambayo yametumika katika Qur'ani. Kwa hiyo kinakusaidia sana. Kitabu kingine na an-nihaya vile nihaya wanafunzi wetu wanayo, an-nihaya fi gharib kalimat al-hadith al-akhir. Hii wanafunzi wetu wanayo, alhamdulillah, inasaidia. Naam, kitabu kingine cha 17 ni kitabu tarikh wa asma' al-muhaddithin, tarikh na majina na nzono hadithi wa kunahum na kunya zao. Ni Abi Abdullah Muhammad Ahmad ibn Bakri al-Baghdadi al-Aqdami. Kunya za maulama mbalimbali, majina yao, hadithi maulama, tarehe zao, majina yao na kunya zao. Kwa sababu baadhi ya maulama walikuwa kifanana na majina, kuna kufanana kwa majina. Kwa mfano Sudi katika Ibn Kathiri kule amemtaja Sudi wako wawili. Kuna Sudi min ahli sunna wal jamaa na kuna Sudi ar-Rafidha. Na wote majina yao yamefanana, Ismail ibn Rahman ibn Abi Karima as-Sudi. Na yule mwingine mshia vile vile Ismail ibn Rahman ibn Abi Karima ashia ar-Rafidha. Kwa hiyo hizi inakusaidia wewe kuweza kupambanua hawa, kuweza kupambanua
hawa na 18 ni mu'jam mawsu'i li alfadh alqur'ani wa qira'atihi. Al-mu'jam al-mawsu'i li alfadh alqur'an alkarim wa qira'atihi, kamusi ambao limepanua sana matamshi ya Qur'ani na viraa vyake. Hichi kitabu ni kikubwa, kitabu kikubwa, lakini kinachofundisha sisi ni namna ya viraa mbalimbali, usomaji wa viraa, usomaji wa viraa mbalimbali na alfadh, matamshi ambayo yamekuja ndani ya Qur'ani, tafsiri zake. Anakutajia neno hili tafsiri yake hii imekuja tafsiri 2 3 4 5, anakutajia alfadhi zake zile na namna ya viraa vyake. Na hii ni fani muhimu, fani ya kiraa ni fani muhimu. Alikuwa nayo Imam Malik ibn Anas, alikuwa amebobea katika fani ya kiraa, amebobea katika fani ya kiraa. Mmoja katika wanafunzi wake alisoma aya moja, Imam Malik alisoma aya moja, wanafunzi wake akamwambia lakini aya hii hatuisome hivyo. Akaambia wewe ni mtoto mdogo sana, kumbe akaanza kumtajia viraa kama 7 ya aya moja tu. Kumbe mwalimu uko fiti maana kuna watu wengine hawaoneshi elimu zao mpaka wachokoze. Kwa chokoza ndio anaanza kumwaga vitu hapo. Kwa hiyo Imam Malik alikuwa si mzungumzaji sana, alisema kwa kiraa kimoja tu. Kwa hiyo mwanafunzi akamwambia na naqra'u hadhihi al-aya fi hadha al-qira', akasema kiraa, akamwambia ngoja, akatoa kama 7 kwenye aya moja tu. Kwa hiyo hili kamusi la kuonesha namna ya viraa mbalimbali. Na 19 ambao hapa nitataja vitabu 7 kwa pamoja vyote. Moja mufassal fil ulum lugha. Hivi sasa wanafunzi wetu wanao na madukani vinakuja. Hivyo vingi leo vitaja hivyo uweze kuvipata, vinatabu sana. Lakini hivi vinavitaja sasa hivi vinapatikana. Moja mufassal fi ulum lugha. Hivi vyote vimeandikwa Lebanoni. Bila shaka japo kimoja tukwa unacho. Almoja mufassal fi ulum lugha, kingine almoja mufassal fil adabi, almoja mufassal fil imla, almoja mufassal fil lugha, المعجم مفصل في فقه اللغة، المعجم مفصل لغويين العرب، المعجم مفصل في العلم العروضي والكافية وفنون الشعر، المعجم في الإعراب، المعجم في النحو، المعجم في صرف، المعجم مفصل في البلاغة. hivi vote viko katika muundo mmoja hivi. Moyo kuvikuta katika college kule Ibn Sumeti, wao wanavyo vingi kidogo. Ibn Sumeti nilianza kuingia katika miaka 2004 niko Bismeti. Lakini si mwanafunzi, anakwenda kusoma tu maktaba. Mpaka mmoja akaniambia wewe kazi yako kuja kusoma vitabu tu. Watu wanakuja hapo wanasoma taharaji, wewe uko na vitabu tu. Nimestaki kujiunga mimi. Mpaka mwisho akataka kunifukuza. Yaani watu wanakuja kusoma taharaji wanaangalia vitabu tu. Kuna maktaba kubwa sana. Wana maktaba kubwa sana. Hata wanafunzi wangu wengine niliwaambia kwamba nendeni kule kafanye bahthi zenu katika chuo kile, kwa sababu ndio kwa Zanzibar ilikuwa ndio maktaba ambao ni kubwa Afrika Mashariki, ilikuwa ni ile Bismeti. Lakini sasa Uganda wametuzidi. Yaani ile sasa hivi wala isabiki kama maktaba, yaani ile ni Abul Fadhl tu pekee. Vitabu pale hapa tena wala walikuwa mkuti. Naam, hivi ndio vitabu ambao yani watu wanakuja kusoma takharju na angalia vitabu tu. Kuna maktaba kubwa sana. Wana maktaba kubwa sana. Hata wanafunzi wangu wengine niliwaambia kwamba nendeni kule kafanye bahthi zenu katika chuo kile, kwa sababu ndio kwa Zanzibar ilikuwa ndio maktaba ambao ni kubwa Afrika Mashariki, ilikuwa ni ile Bismeti. Lakini sasa Uganda wametuzidi. Yaani ile sasa hivi wala isabiki kama maktaba, yaani ile ni Abul Fadhl tu pekee. Vitabu pale hapa tena wala walikuwa mkuti. Naam, hivi ndio vitabu ambavyo nilisema ni viorodheshe kwa wanafunzi ili pate kuwasaidia, na zaidi ni wenyewe kwa wenyewe mpitie muulize walimu ili mpate miongozi. Natamani sana, mimi ninasema baada ya miaka 30 Zanzibar wote ni masalafi. Si kweli? Ni kweli. Baada ya miaka 30 yote mtakuwa masalafi hapo. Ukipenda ndio hivyo, usipende ndio hivyo. Kwa sababu hii ndio dawa ambayo haina ugomvi na serikali. Wanatusikiliza.
tunazungumza nao, tunacheka nao, tunafurahika nao, ila nituambia tu mashairi msitutaje sana, tuambia haya sawa. Unazungumzia kwamba usalafi Makunduchi hujafika, jamaa mmoja ambaye mbona tayari shairi shafika, lakini mimi siku ya kwanza tukwenda kule Makunduchi nilikwenda kuangalia mazingira tu kwanza, wanaingilika hapa. Sehemu ambayo ni ngumu katika dawa ni kule Makunduchi, lakini nasikia kwamba alhamdulillah kuna vijana tayari washafika. Fungueni vituo katika kila miji, katika kila mashamba, fungueni vituo. Fungueni vituo. Wenu wenyewe msivamie misikiti yako. Teni ardhi mnunue, fungue. Misikiti yako baadaye unafukuzwa. Lakini ukinunua sehemu alhamdulillah. Basi nasema kwamba baada ya miaka 30 Zanzibar yote ni masalafi, watu wake wote wamekuwa al-sunna wal jamaa. Al-sunna wal jamaa salafiyin. Naktafi bihadha al-qadri. Tufikie hapo inshallah billahi tabaraka wa taala.